Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Wilaya ya Meatu mkoani Simiyu imepokea dozi 400,000 za chanjo dhidi ya ugonjwa hatari wa homa ya mapafu ya ng'ombe kutoka wakala wa maabara ya veterinari Tanzania TVLA, ikiwa ni hatua muhimu ya kudhibiti mlipuko unaoathiri mifugo. Mkurugenzi wa TVLA wilaya ya Meatu Dr. Paul Fupi amebainisha kuwa lengo ni kuwafikia wafugaji wote ili kuhakikisha ng'ombe hao wanapatiwa kinga dhidi ya ugonjwa huo ambao umekuwa ukikua kwa kasi. Aidha, amesisitiza ushiriki wa wafugaji kwa wingi ili kulinda rasilimali zao muhimu za kiuchumi. Chanjo hiyo inatarajia kuwa mkombozi kwa wafugaji wa Meatu waliokuwa kwenye hatari kubwa ya kupoteza mifugo yao kutokana na maambukizi ya ugonjwa huo wa muda mrefu. Waziri wa Maji Juma Hamidu Aweso amechaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa baraza la mawaziri la kamisheni ya bonde la mto Zambezi Zamcom kwa kipindi cha mwaka 25-26. Uteuzi huo umefanyika Mei 15, 2025 katika mkutano wa 12 wa kamisheni hiyo uliofanyika Windhoek, Namibia, ambapo Tanzania iliwakilishwa na Barozi Kaisari Chacha Waitara. Zamcom ni jukwaa la ushirikiano wa kikanda linalojumuisha nchi 8: Tanzania, Angola, Botswana, Malawi, Msumbiji, Namibia, Zambia na Zimbabwe kwa ajili ya usimamizi endelevu wa rasilimali za maji katika bonde la mto Zambezi. Na kimataifa, wabunge wa bunge la Uganda wameidhinisha bajeti inayopendekezwa na serikali kwa mwaka wa fedha unaoanza Julai. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki itatumia shilingi trilioni 72.4 za Uganda, sawa na dola bilioni 20 katika mwaka wa fedha wa 25-26 Julai hadi Juni, ikiwa ni mabadiliko kidogo kutoka kwa matumizi ya mwaka unaoishia mwezi ujao ambayo yanafikia shilingi trilioni 72.1. Bunge lilisema kwenye ujumbe wao wa mtandao wa kijamii wa X Mei 15, 2025. Bunge hilo halikusema ni sekta zipi zitakazopokea fedha nyingi, lakini serikali iliwahi kusema siku za nyuma vipaumbele vya matumizi katika mwaka ujao wa fedha vitakuwa katika sekta ya kilimo, utalii na madini, yakiwemo mafuta ya petroli. Tume maalum imeundwa katika bunge la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuanza kujadili swala la kuondolewa kwa kinga ya kutokamatwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila. Tume hiyo ina masaa 72 kuwasilisha ripoti yake kwa bunge la Seneta. Mjadala huo ulifanyika wakati wa kipindi cha kikao maalum Mei 15 mwaka huu. Hata hivyo, inadaiwa kuwa na mgawanyiko bungeni, wengine wakiunga mkono hoja hiyo ili hali wengine wakirejelea kifungu cha 224 cha sheria za utaratibu wa Senate, wakiamini kuwa utaratibu huu unapaswa kuwasilishwa kwa kupigiwa kura bungeni. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.